moja kwa moja tukiwa pamoja na wewe katika Injili ya Mathayo mlango wa 2 mstari wa 12. Injili ya Mathayo mlango wa 2 mstari wa 12. Maandiko yananiambia, nao wakiishi kuonywa na Mungu katika ndoto, wasimrudie Herode, wakaende zao kwa njia nyingine. Injili ya Yohana mlango wa 14 mstari wa 6. Yohana 14 mstari wa 6. Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Nirudie Mathayo 2 mstari wa 12. Nao wakiishi kuonywa na Mungu katika ndoto, wasimrudie Herode, wakaende zao kwa njia nyingine. Sema haleluya. Nalibarikiwe neno la Bwana jioni ya leo. Neno lako linavunja mierezi Lebanoni. Neno lako linatibu. Neno lako linaponya, linaokoa, linatakasa na ninarehemu. Naomba mapenzi yako Bwana yakatawale na mapenzi ya mwanadamu yakaondoke. Pawekwa na mafunuo katika kinywa changu kupitia Roho Bwana. Wacha jinsi ulivyolituma lisirudi bure, lipate mwanadamu aliye tayari kubadilishwa. Kwa jina la mwana wa Yesu Kristo tunaomba, na watu wa Mungu wainue ameni yao ya juu. Nasema ameni yako izidi ya jirani. Haleluya. Ambia jirani yako kuna njia nyingine. Mwambie tena kuna njia nyingine. Nasikia niongeze hayo maneno, kuna njia nyingine. Yani kuna njia nyingine ambayo inaweza ikaleta mabadiliko katika maisha ya mwanadamu. Kuna njia nyingine ambayo inaweza ikaleta uponyaji katika maisha ya familia. Kuna njia nyingine ambayo inaweza ikaleta tumaini kwa ajili ya mwanadamu aliyekata tamaa na aliyevunjika moyo. Kuna njia nyingine ambayo inaweza ikaleta uponyaji katika maisha ya mwili wa mwanadamu. Nasema iko njia nyingine inaweza ikaleta tumaini kwa ajili ya maisha yake yaliyokosa tumaini. Ipo njia ambayo inaweza ikaleta jawabu mahali ambapo hakuna jawabu. Nasikia Mungu ananiambia nisisitize kwa ajili ya mwanadamu ambaye sauti inamfikia, nikwambie iko njia nyingine ambayo inaweza ikakurudisha kwa yale maisha ambayo Bwana alitamani uweze kuwa nayo. Ipo njia nyingine ambayo inaweza ikabadilisha maisha yaliyokosa tumaini na yakapata tumaini. Yani nasema tena, iko njia nyingine ambayo inaweza ikaleta jawabu mahali ambapo pamekosekana jawabu. Na ndio maana jioni ya leo Mungu amenituma kwa ajili ya mtu anayenisikia jioni ya leo, nikwambie iko njia inayotumaini, iko njia iliyo na uponyaji, iko njia iliyo na masuluhisho, iko njia iliyo na jawabu, iko njia iliyo na tumaini, iko njia iliyo na msaada wa maisha ya mwanadamu. Mahali tumesoma ni mahali ambapo ninaamini ushawaisoma na ushawaihubiriwa, lakini ainuliwe Bwana, maana ameyatuma maneno haya kwa ajili ya roho ya mwanadamu ambayo imekuwa ikitafuta msaada, moyo wa mwanadamu uliotafuta tumaini, moyo wa mwanadamu uliotafuta uponyaji. Huenda umetumia njia nyingi ili kuleta mabadiliko katika maisha yako. Huenda umetumia njia nyingi ili kuleta suluhisho katika maisha yako. Huenda umetumia njia nyingi angalau upate uponyaji. Huenda umetafuta njia nyingi angalau kazi yako inuke ama biashara iweze kuwa na mwelekeo. Ainuliwe Bwana jioni ya leo. Amenituma kwako nikwambie ipo njia nyingine
inaweza kukufikisha mahali utazamia. Ipo njia nyingine inaweza kuleta jawabu mahali ambapo hakuna jawabu. Ipo njia nyingine inaweza kupota uponyaji mahali hapana uponyaji. Haleluya! Inua mikono, sema iko njia nyingine. Sema iko njia nyingine kwa maisha yangu. Halo! 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 Maandiko yananiambia mamajusi wa kule mashariki wakatokea kwao wakifuata nyota waliokuwa wameiona katika anga. Haikuwa ni jambo la kawaida kuonekana, bali lilitokea kama muujiza kwa maisha yao. Na walipoona nyota wakaitazama, wakaanza kuifuata ile nyota. Maandiko yananiambia wakaifuata, wakaingia katika mji wa Herode. Wakasema, nyota hii tumeiona, lakini hatujui mahali inapokwenda. Huenda hata Herode ana habari za nyota hiyo. Wacha tuingie ikulu tuweze kumuulizia, ili aweze akatupatia jawabu mahali nyota iliyopo. Maandiko yananiambia walipoingia ikulu, nyota ile ikawapotelea. Wakamuuliza Herode, wakamwambia, tumeona nyota, na ile nyota tunaufahamu ya kwamba yupo mfalme wa Wayahudi amezaliwa, na ndio maana tumekuja tukaifuata ile nyota ituongoze mahali ambapo mfalme amezaliwa. Herode akawa hajapata hizo habari, akawa amezipata kwa wale mamajusi. Maandiko wananiambia kwamba akawaambia, nyinyi ndeni hivyo hivyo mahali ambapo mmeiona hiyo nyota, na jinsi mnavyoifuata mkiona mahali amezaliwa yule mtoto, mrudie nami mniambie niende nikamsujudie. Maandiko wananiambia kwamba walipotoka kwa ikulu, nyota ile ikawatokea tena, wakaanza kuifuata nyota, ikawaongoza, ikafika mahali ikasimama, na mahali iliposimamia hapo ndipo mfalme wa Wayahudi alikuwa amezaliwa. Wakaingia ndani, wakamwona Yesu wa Nazareti amezaliwa. Kuna vitu alikuwa amebeba kama zawadi, kuna mambo alikuwa amebeba kama maandalizi ya kumfanyia ibada. Maandiko yananiambia wakafanya ibada, wakamalizia, na walipomalizia usiku wakapumzika ili kesho warudi kwa ajili ya kumwelezea Herode mahali mfalme amezaliwa. Lakini Mungu akawatokea katika ndoto usiku wa manane, akawaambia, msimrudie tena Herode, endeni zenu kwa njia nyingine. Na ndio maana Mungu ameniambia nije nikuambie jioni ya leo, kuna njia umekuwa ukipitia, huenda haijawaileta suluhisho, huenda haijawaileta tawabu, huenda haijawaileta amani, lakini kuna njia nyingine ambayo Bwana anaenda kupatiana jioni ya leo. Itaweza kukuletea jawabu katika maisha yako, itaweza kukuletea tumaini katika maisha yako, italeta uponyaji katika maisha yako. Kama unaamini, inua mikono yako, sema haleluya. Halo! Ipo njia nyingine ambayo inaweza ikaleta jawabu. Ilikuwa ni ngumu kwa mamajusi kurudi kwao, lakini Bwana wa mbinguni akaachilia njia mpya kwa maisha yao. Na ndio maana nasikia niongee na mtu mmoja mahali hapa, aliyetafuta njia ya mafanikio akakosa, aliyetafuta njia ya uponyaji akakosa, aliyetafuta njia ya amani akakosa, aliyetafuta njia ya kuinuka akakosa, aliyetafuta njia ya kupata ufanisi akakosa. Ipo njia moja ambayo Bwana ameiachilia jioni ya leo, na ndio maana ninaposafiri ya kitabu cha Yohana, maandiko yananiambia Yesu anasimama anasema, mimi ndimi njia ya ukweli na ya uzima, awaye aendaye kwa Baba sharti aipitie hiyo njia. Na ndio maana amenituma jioni ya leo niongee na mama, niongee na mzee, niongee na kijana, niongee na awa yeyote anayenisikia. Iko njia inaweza ikabadilisha maisha yako, iko njia inaweza ikaleta uponyaji, iko njia inaweza ikaleta tumaini.
hospitalini. Iko njia inaweza ikaleta faraja, iko njia inaweza ikaleta mwangaza, iko njia inaweza ikaleta ujazo, iko njia inaweza ikaleta mabadiliko. Na ndio maana Bwana amenituma na hiyo njia. Ameniambia nikwambie kuna njia nyingine inaweza ikaleta mabadiliko kwa maisha yako, inaweza ikaleta tumaini kwa maisha yako. Ni kweli umejaribu njia nyingine lakini haujawahi pata jawabu. Na ndio maana nasikia kukumbushwa na Roho wa Bwana kuhusu mama mmoja ndani ya Biblia. Huyo mama, maandiko yanamnena alikuwa na uwezo, alikuwa na mali, alikuwa na vitu, yani vitu vya dunia vilikuwa kwa mikono ya yule mama. Lakini kuna jambo moja lilimsumbua yule mama. Maandiko yananiambia alivutwa na damu kwa miaka 12. Alikuwa na njia ambazo alikuwa anazipitia angalau apate uponyaji. Na muona siku ya kwanza anaenda hospitalini, akakutana na Dr. So-and-so. Yule daktari hakuweza kuleta jawabu, akabadilisha njia nyingine kwenda kwa private hospital. Hakupata jawabu la maisha yake. Miaka ilisonga, damu inaendelea kutoka. Akaenda akasafirishwa, hata huenda alienda India. Kama majira ya wakati huo palikuwepo India, huenda alisafiri India. Kama majira yapo palikuwepo na hospitali makubwa China, huenda alienda China. Lengo anatafuta njia ya uponyaji, lakini damu haikukwama, iliendelea kutoka. Maandiko inaniambia akaondoka, akaachana na hospitalini, akaamua kutafuta njia ya washirikina. Akaenda kwa Kalimanzira angalau apate jawabu. Waganga wakampatia machanjo, waganga wakampatia mairizi, waganga wakampatia mifupa ya kuku aliyekufa afunge viunoni angalau damu ikwame. Yani alikuwa ni mambo ya kushangaza jinsi anavyoenda kutibiwa na waganga, maana hiyo ndiyo njia aliona ya kwamba inaweza kumpatia jawabu. Hivyo ndivyo damu iliendelea kuvuja, hivyo ndivyo damu iliendelea kuvuja. Miaka ikasonga, imefika mwaka wa 6, damu inaendelea kutoka. Njia anazozipitia haziendelei kumpatia jawabu. Pesa aliyokuwa nao inaendelea kupungua, matibabu yanaendelea kumitisha mali. Huenda alikuwa na majengo akaanza kuuza na nyumba, huenda alikuwa na mashamba akaanza kukata mashamba na uza, maana anatafuta njia ya uponyaji, anatafuta njia ya tiba ya maisha yake. Miaka inasonga, mali inapungua, no, hali yake inapofika, hakuna aliyempatia njia ya jawabu. Waganga na waganguzi walikula mali yake, madaktari walikula mali yake. Mali ikaondoka kwa mikono ya yule mama, mashamba yakamuishia, majengo aliyokuwa nayo yakaondoka, akaunti alizokuwa nazo akafunga. Lakini jawabu halikuwepo katika maisha yake, jawabu halikuwepo katika mambo yake, jawabu halikuwepo katika matibabu yake. Damu iliendelea kumuondokea, damu iliendelea kumutoka. Mama aliishi na huzuni, mama aliishi na ana amani, mama aliishi ametengwa. Waliokuwa karibu naye ni kana kwamba walivunjika moyo, wakakata tamaa, wakaona kana kwamba habari za yule mama zimeondoka. Kama mashamba alikuwa nayo ameuza na hajawahi pata jawabu, mali alizokuwa nazo zimemwisha, hajawahi pata jawabu, akaunti aliyokuwa nayo zimefilisika, hajawahi pata jawabu. Atafanya huyu nini mama? Wakaanza kumuondokea. Mama akabakia na taabu aliyonayo, lakini ainuliwe Bwana wa mabwana, wa mabwana, wa mabwana, wa mabwana, wa mabwana, wa mabwana, ambaye ninamhubiri jioni ya leo, aliye na njia ya jawabu la maisha ya mwanadamu. Maandiko yananiambia yule mama akasikia habari kama jioni ya leo vile unazisikia. Akaambiwa yupo mwanamume mmoja, jina lake ni Yesu Kristo wa Nazareti, anaweza akaleta jawabu la maisha yako. Maandiko yananiambia yule mama akaona umati unapita, wengi wanaoimba sana wakishangilia, wakisema Bwana wa mabwana ainuliwe. Mama akajaribu apate msaada, hakuona msaada wa kusaidiwa. Ndani ya moyo wake akajitia moyo, akasema jioni ya leo hata kama
kama sina msaada, lakini ndani ya moyo wangu ninaamini nikigusa upinde wa vazi la huyu mwanamume ambaye nimesikia ameponya, ambaye nimesikia ameokoa, ambaye nimesikia anaweza, maisha yangu yanaweza yakapata jawabu, maisha yangu yanaweza yakapata tumaini. Biblia inaniambia mama akapita katikati yao akiwa anavujwa na damu pasipo uoga. Elewa ni miaka 12 damu ilikuwa inamtoka. Elewa ni miaka 12 mama aliishi katika shida. Elewa ni miaka 12 mama alitafuta njia ya uponyaji, lakini suluhisho halikuwepo. Maandiko yananiambia yule mama alipogusa upinde wa vazi la yule Yesu, maisha yake yakapata njia ya uponyaji. Ni kweli alienda kwa ganga hakupata thawabu, ni kweli alienda kwa hospitali hakupata thawabu, ni kweli alikuwa na mali haikumsaidia, lakini iko njia moja, njia ya Yesu wa Nazareti ilileta jawabu katika maisha yake. Na ndio maana nimekuja jioni ya leo nikwambie iko njia inaweza ikaleta suluhisho katika maisha yako mama, iko njia inaweza kuleta suluhisho katika maisha yako brother, iko njia inaweza ikaleta tumaini, iko njia nyingine inaweza ikaleta jawabu. Ni wapi umeenda ukakuta hakuna jawabu? Leo nina habari njema kupitia Yesu mwana wa Mungu aliye hai, mfalme wa wafalme, mwanamume zaidi ya wanaume wote. Napenda kuongea habari hizi, zinanitia moyo kwa ajili ya huyu mwanamume, maana katika maandiko ninajua walikuwepo wanaume kuanzia majira ya Adamu. Adamu alikuwa mwanamume wa kwanza chini ya jua, lakini alipokufa aliondoka na akapotea. Akaja mwanadamu wa pili akafa na akapotea. Wakainuka manabii kina Musa wakafa na wakasaulika. Wakaja wafalme kina Daudi, leo wamesahaulika. Kina manabii kina Elijah kina mitume wote walikuwepo wakaondoka, lakini huyu mwanamume ninaongea habari zake jioni ya leo, ni kweli alienda akafa, siku ya 3 kaburi ikamkataa. Leo yupo hai mbinguni, anasema hosana hosana. Huyo ndiye ninaongea jioni ya leo, aliyeshinda kifo na mauti. Anaweza akapatiana njia mpya. Aliyeshinda kifo na mauti anaweza kaleta jawabu katika maisha yako, anaweza kaleta jawabu katika ndoa yako, anaweza kaleta jawabu katika familia yako, anaweza kaleta jawabu katika hiyo ndoa. Hello! Hello! Inua mikono, sema ya. Ipo njia nyingine inaweza ikaleta jawabu, iko njia nyingine inaweza ikaleta tumaini. Sijui ni njia gani umetafuta na umekwama. Leo kuna njia ambayo inaweza ikaleta mabadiliko. Tumeinena ndani ya yule mama aliyevuja na damu. Kweli alitafuta njia ya uponyaji, lakini kulikuwa na njia moja ambayo hakutumia fedha, ambayo hakutumia mali, ambayo hakutumia elimu. Alitumia imani ndani ya moyo wake ya kwamba nikiligusa vazi la huyu mama, huyu mzee, maisha yangu yatabadilika. Huyo ndiye nimemleta jioni ya leo, aliyeguswa vazi na yule mama likabadilisha maisha ya mama kwa miaka 12. Sijui hiyo shida iko ndani ya maisha yako ni ya miaka mingapi, lakini yupo mwanamume zaidi ya hiyo shida. Jina lake ni Yesu wa Nazareti. Anaweza akabadilisha maisha yako brother, anaweza akabadilisha maisha yako mzee, anaweza akabadilisha maisha yako. Jamii inaweza kupatiwa maisha mapya, biashara inaweza ikapatiwa level mpya, familia inaweza ikapatiwa maisha mapya. Yupo Mungu mbinguni, anaweza akabadilisha maisha yako.
sijui ni hali gani umepitia na njia gani umetafuta, maana kuna mahali nakumbuka Biblia inaniambia kuna njia kwa macho ya mwanadamu inaweza kuonekana ni sawa, lakini hiyo njia mwisho inaleta maangamizi. Lakini ainuliwe Bwana, maana kunayo njia ambayo inaleta jawabu, kunayo njia ambayo inaleta tumaini, kunayo njia ambayo inaleta suluhisho, kunayo njia ambayo inaleta uponyaji, kunayo njia ambayo inaleta tumaini. Hiyo njia ni Yesu wa Nazareti. Hiyo njia ni Bwana wa mabwana, wa mabwana, wa mabwana, wa mabwana, wa mabwana, wa mabwana. Hello! Hello! Iko njia ya uponyaji wako jioni ya leo. Iko njia ya tumaini lako jioni ya leo. Njia si waganga, njia si madawa. Njia ni Yesu wa Nazareti, anayeleta tiba na uponyaji kwa maisha ya watu. Na ndiyo maana yule mama, maandiko yananiambia hali yake ya miaka 12 ikamuondoka. Leo kunayo njia ya kukupatia tumaini. Leo kuna njia ya kukupatia msaada. Leo kuna njia ya kukupatia faraja. Hiyo njia ni Yesu wa Nazareti. Amenituma jioni ya leo niongee na wewe mama, niongee na wewe mzee, niongee na wewe kijana. Sijui ni mambo gani ambayo umeyatafutia jawabu na haujawahi pata jawabu, hujawahi pata tumaini. Nakumbuka nikiomba na brother mmoja, huyu ndugu alisoma, maisha yake hayakuwa maisha ya kawaida, yani maisha aliyosoma. Akaniletea certificate na masters na degree, akiniambia hii ni ya Daystars, hii ni ya Nairobi University, na hii ni ya Kenyatta University. Lakini jambo la kushangaza, ameingia kila mlango wa kampuni, kila mlango wa idara, anatafuta kazi. Wanamwambia umequalify, watampigia simu lakini hawampigii simu. Akaenda akatoa ganga angalau apate jawabu, lakini hakuna mahali aliitwa kazi. Hainuliwe Bwana wa mabwana, wa mabwana, wa mabwana, wa mabwana, wa mabwana. Huyu Mungu ninayemhubiri jioni ya leo ni Mungu mtenda miujiza. Yule brother akasema nitaamua kwenda kwa njia ya Bwana. Akaingia kwa ibada moja ya Alhamisi. Wakati ninahubiri anasema haleluya. Wakati ninasema kuna watu watabadilishwa maisha, anasema mimi ni mmoja wao. Akaendelea baada ya ibada, neno la kinabii likamwangukia. Ilikuwa ni Alhamisi, lakini ninavyoongea ikifika Jumatatu, yule brother akalipwa fare kwenda na ndege Nairobi. Ameitwa interview ya kampuni kubwa. Baada ya madakika ya kuhesabu, yani akirudi Kilifi siku ya Wednesday, yeye ameandikwa kuwa manager. Akapewa ofisi, anazunguka kwa kiti, anasema ainuliwe Bwana. Kunayo njia nyingine inaweza kukutoa chini ikakuweka juu. Kuna njia inaweza ikakuondolea tabu ya milele. Ni kweli alisoma akidhania njia ndiyo hiyo. Ni kweli alienda university akidhania ndiyo njia ndiyo hiyo. Lakini university ilimfail. Lakini akaja kwa Bwana wa mabwana aliye na njia ambayo isiweza kusimama. Leo ninavyoongea yule brother yuko ndani ya ofisi, anasherehekea kazi yake na mshahara wake kama kawaida. Huyo ndiye Mungu jioni ya leo nimekuletea. Anaweza kukupatia njia ya dakika ikabadilisha maisha yako. Brother aliniambia maisha yake yote hajawahi panda ndege. Maisha yake yote hakuwahi lala hoteli ya kifahari. Alilipiwa hoteli Hilton Hotel. Anaogelea ndani ya karai kama anaoga. Alizoea kuoga na maji ya mkebe, akaingia ndani ya karai shawa na maji moto. Aliniambia usiku mzima hakulala. Anaangalia gari, anaangalia kitanda 6 kwa 6. Shiti ni nyeupe paka alitamani kulala na socks akidhania ataichafua. Yani huyu ni Mungu, anaweza akatenda mambo hayo. Kunayo njia nyingine inaweza ikabadilisha maisha ya mwanadamu. Sema haleluya. Hello! Hello! Yule mzee alikaa kwa hoteli ya kifahari. Aliona kana kwamba ameshafika paradiso, kumbe alikuwa yuko Nairobi. Sijui kuna nani jioni ya leo umetafuta njia ya wewe kuona mwangaza mbele yako. Leo nimekuja na habari njema. Ipo njia nyingine Bwana anaweza
Iko njia nyingine Bwana anaweza kafungua malango. Iko njia nyingine Bwana anaweza kaleta tumaini. Iko njia nyingine Bwana anaweza kaleta suluhisho. Yani yule brother alisimulia na ushuhuda. Watu wanashangaa, ananiambia anaingia kwa hoteli. Alizoea kula na mkono wa mbinguni, lakini aliyekewa vijiko vya kila aina. Akaekewa kisu, akaekewa fork, akaekewa hata ingine akashindwa ale na ipi. Lakini akiangalia ni mara yake ya kwanza afanye nini. Akijaribu kudunga sausage inateleza, akaishika kwa mkono, akasema hakuna mtu anayenijua, ni Bwana amenileta hapa. Halo. Kila mtu mwambie iko njia nyingine ya kukupatia furaha. Ambia jirani yako iko njia nyingine ya kukupatia tumaini. Njia hiyo ni Yesu wa Nazareti anaweza. Ni wapi umetafuta amani na umekosa? Leo nimekuja na habari njema nikuambie, ipo njia moja ambayo Bwana ataitoa kwa maisha yako jioni ya leo, na utatoka katika maeneo haya ukisema hakika maisha yangu yamebadilika. Ulijaribu kuacha dhambi, njia ipo ya kuacha dhambi. Ulijaribu kuacha pombe, njia ipo ya kuacha pombe. Ipo njia ambayo inaweza kubadilisha maisha yako, na ndio maana jioni ya leo Bwana amenituma nayo. Ni nani jioni ya leo anasema nimejaribu kutafuta amani nimekosa, nimejaribu kutafuta angalau uponyaji nimekosa? Ni kweli umemeza madawa mpaka leo yanakutambua madawa. Ukienda kwa chemist wanajua umekuja kuchukua dawa fulani, hawakuulizi, wanakwambia mama zimebakia kidogo tukupatie zote. Unasema ndiyo, maana hata madawa na madaktari wanakutambua. Hata ukimaliza wiki 2 haujafika wanakuulizia kwa simu, customer, mbona hatuja kuona umepitia tena? Lakini leo nimekuja nikuambie, iko njia mpya ambayo itakutoa kwa hiyo chemistry. Iko njia mpya itakutoa kwa hiyo hospitali. Iko njia mpya itakupatia kazi. Iko njia mpya utasamehewa dhambi. Sema haleluya. Sema haleluya. Yesu ndiye njia. Yesu ndiye njia, ukweli na uzima. Yesu ndiye njia iliyo na tumaini na amani. Yesu ndiye njia iliyo na mafanikio na kibali. Siku moja kama ya leo, jioni ya saa 12 tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka wa 2001, ikiwa ni Jumamosi jioni, nilikuwa mahali kama hapa. Mhubiri akaongea akasema kuna watu 2 wataokoka, na mmoja atatembea atasikia sauti, na mwingine atakuwa amelala na atatokewa na ndoto, na wao watu Mungu atawatumia. Nilikuwa katika ule mkutano, ilikuwa ni kama Ijumaa. Niliposikia yale maneno nikasikia moyo wangu umeingiwa na kibaridi. Nikaondoka nikasema hao ni wale wameshaanza. Sikujua neno lile liko limerushwa na Bwana kwa ajili ya maisha yangu kunibadilishia njia. Ni kweli niliishi maisha ya kuvuta sigara na bangi nikidhania kwamba nitawacha. Watu wakanipatia ideas, wakaniambia ili uache sigara tafuna patco na peremende za patco, eka kwa mdomo tafuna kiu itaisha. Wapendwa, nilimaliza patco karibu zile tropical karibu 50 kwa siku moja, lakini hakuna jawabu ambalo nilipata. Kifua kilikuwa kinanisumbua, nikajaribu angalau nipate jawabu, sikupata. Hamu ya bangi ilikuwa inanisumbua, nikasema angalau niwache, lakini ikanishinda. Siku moja jioni kama ya leo, huyu Mungu ni wa ajabu, huyu Mungu ni wa mafanikio, huyu Mungu anaweza. Sikuhubiriwa kama wewe vile ninayekuhubiria, lakini nilisikia sauti kutoka juu ikaniambia, kijana okoka, maisha yako yatakuwa mazuri. Nikaona kana kwamba ni nani ananiongelesha, nikadharau ile sauti. Ile sauti ikaendelea kuongea kama vile ninaendelea kukuongelesha, na kaniambia, kijana okoka, maisha yako yatakuwa mazuri. Kijana okoka, maisha yako yatakuwa mazuri. Vile nilivyokuwa ninaendelea kusonga, machozi yakawa yananitoka, moyo ukawa una huzuni. Naogopa ni nani anaongea maisha yangu, mbona simuoni anayeniongelesha na anazidi kuniongelesha. Nikafika katikati ya mahali nilikopo ninaenda na mahali nimetoka, nikasema wacha niokoke jioni ya leo.
Nilipogeuka nasema ninaokoka. Muujiza wa kwanza ambao ulileta uponyaji kwa kifua, nikasikia kakidude kimeondoka, nikagusa ule uchungu kaondoka. Ile hamu ya sigara ilikuwa ndani ya kinywa changu, nikasikia imeondoka. Nikarudi nyumbani nikamwambia mama, nataka kuokoka. Akaniambia sawa. Hakuwa ameokoka, alikuwa anaenda kanisani tu. Akaniombea maombi ya kawaida, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Baada ya hapo nikaenda kwa yule mhubiri, akanipatia brother mmoja, akaniambia brother, ombea huyu brother anaokoka. Yule brother akaniombea uokovu na nikaokoka jioni ya siku ya hiyo. Na baada ya hapo nikasikia sauti wakati mmoja, baada ya wiki mbili, ikaniambia ulikuwa unatafuta kazi, sasa nimekupatia kazi, hubiri injili yangu ulimwenguni mzima. Kuanzia majira hayo nikaanza kutafuta uso wa Bwana. Heri wewe ambaye unahubiriwa. Mimi sikuhubiriwa, lakini hiyo injili ilibadilisha maisha yangu. Leo naweza nikasimama nikasema inaweza. Na ndio maana huyo aliyebadilisha maisha yangu amenituma jioni ya leo aniambie kuna nini ulitamani kuacha na imekushinda. Ipo njia inaweza ikakuachisha. Sikujua hamu ya sigara iliondokaje, sikujua hamu ya pombe iliondokaje, sikujua hamu ya miradadi iliondokaje. Leo naweza nikasimama nikasema aliyeniwezesha naweza akakuwezesha, aliyeniondolea hiyo kiwa naweza akakuondolea, aliyeniponya kifua naweza akakuponya. Na ndio maana nimekuja nikwambie, iko njia inaweza ikabadilisha maisha yako, iko njia nyingine inaweza ikaleta tumaini, iko njia nyingine inaweza ikaleta jawabu, iko njia nyingine inaweza ikaleta uponyaji. Kama unaamini, mikono yako iwe juu, sema Yesu nipe njia mpya. Halo, halo. Simama kwa miguu yako, shika jirani yako mikono na mwambie jirani, neno ninakutamkia ya unabii. Mshike mkono wake, mwambie jirani, sikia haya maneno, naongea kama nabii juu yako. Kuanzia majira ya jioni ya leo, mahali ambapo ulikosa njia, Bwana atapatiana njia kwa maisha yako. Na hivyo nilivyokushika mkono, hivyo ndivyo Bwana atakushika mkono. Maisha yako yaliyobakia mbele yako, mkamate vizuri, muinue juu, mwambie jirani, unabii huu uende kwa nyumba yako. Vile tunasonga mbele, hivyo ndivyo maisha yako yatasonga, hivyo ndivyo barabara zako zitakusongelea. Jirani, vile tunasonga mbele, hivyo ndivyo Bwana atakusongeza kwa baraka zako, hivyo ndivyo Bwana atakusongeza kwa utajiri wako. Endelea kusonga mbele, na haya maneno yawe kwa nyumba yako, haya maneno yawe kwa jamii yako, haya maneno yawe kwa familia yako, na kutolea unabii. Bwana bariki maisha yako.